Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa kushirikiana na Baraza la Manispaa na taasisi zake imefanya ziara maalum ya kutoa elimu kwa wananchi walioweka makazi na wafanyabiashara walio karibu na hifadhi za barabara. Lengo la ziara hiyo ni kuboresha usafi, kulinda miundombinu na kuhakikisha mji unakuwa katika muonekano mzuri. Akizungumza katika ziara hiyo, Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi ndugu Badria Atai amewaomba wananchi kuchukua elimu waliopewa kwa umakini na kuondoa mabanda, nyumba na biashara zilizoko pembeni mwa barabara ili kulinda miundombinu na kufanya mji uwe na muonekano mzuri. Tumegundua kwamba hali hairidhishi kwa sababu tumeona wafanyabiashara wengi ambao wako pembezoni mwa barabara na eneo la hifadhi za barabara wanafanya biashara ambazo sio rasmi. Kwa hiyo leo tumepita kwa lengo la kuwapa elimu, lakini na kuwataka waondoke mara moja. Kwa sababu serikali tunatumia gharama nyingi katika kutengeneza barabara, lakini unakuta wananchi hawasikii. Tunawapa elimu, hawakubali, lakini kimsingi ni kwamba hairuhusiwi. Na tunasema kwamba kuanzia kesho rasmi tutaanza kuchukua hatua, na tumeshawaambia kwamba waondoke mara moja katika maeneo hayo yote ya hifadhi ya barabara, kwa sababu ni maeneo ambayo yamewekwa maalum. Lakini pia tumegundua kuna wengine wanapaki katika maeneo ya kutembea kwa miguu kama walkway zile wanapaki. Kuna uchafu mwingi unafanywa pembezoni mwa barabara, kwa hiyo hawa wote tumewapitia na kuwapa elimu na kuwataka waondoke. Ziara hii tumefanya kwa ushirikiano wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, lakini tumeshirikiana na Manispaa ya Mjini pamoja na taasisi zote ambazo zipo chini ya wizara hii. Kwa hiyo ninachotaka kuambia kwamba tufanye mazoezi haya yawe endelevu. Isiwe kwamba mwanzo tu kufanya na kuchukua hatua hizi, isipokuwa kwamba tuendelee kufanya mazoezi, tuhakikishe kwamba yale mambo ambayo yote hayahitajiki ndani ya barabara au pembezoni mwa barabara yaweze kuondoka na watu waweze kutii sheria bila kuchukuliwa hatua. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Wakala wa Barabara Zanzibar, ndugu Cosmas Masolwa, amesisitiza umuhimu wa wananchi kufuata sheria zilizowekwa na serikali na kuongeza kuwa utekelezaji wa zoezi hili ni endelevu. Tunafanya zoezi hili kuwapa elimu wananchi, lakini kinachofuata ni kitendo. Kesho tunafanya kitendo, waliosikia watasikia, wengine tutawapa muda kama wiki 2 kutegemea na ukubwa wa eneo. Lengo ni kuweka mji sawa, si vinginevyo. Tunataka mji wetu uwe safi, lakini tumekuta magari haya yanobeba makontena wanapaki, na kesho tunayachukua yote haya, na adhabu yake tutajua wenyewe. Yaani kontena ataamua tu bora aliache, asirudie tena. Hizi barabara zimetumia gharama nyingi, lakini watu bado wana ile business as usual. Lakini pia tutakuwa na operation nyingine sehemu za chochoroni mle wanaoweka wanazibia mitaro. Wenyewe lazima tuwaondoe hao ili mitaro yetu iwe mizuri. Kwa sababu wananchi kwa kweli wanakuwa wakilalamika ikinyesha mvua maji yanaingia, mitaro inajengwa sasa wanaiziba. Sasa baadaye tailaumu serikali tena nini. Kwa hiyo ili zoezi ni endelevu mpaka kieleweke. Si kwamba hizi ni nguvu za soda. Kituo chetu ni cha utalii sasa hivi. Tunakuja na watu ambao wakifika Zanzibar wanaona yes, Zanzibar inafanana, sio ilivyo sasa hivi. Wananchi watazoea. Mwanzo mgumu, lakini wazoee. Watazoea tu. Tutaendelea kubanana hivyo mpaka tutafikia lile lengo. Ziara hii inaleta taswira nyingine zaidi, hususan tukizingatia swala zima la kujengewa hizi barabara mpya. Hivyo inaweza kuleta haiba nzuri ya mji ama hizi barabara endapo tutayafanyia kazi tuliyoona kupitia kwenye ziara hii. Kweli tumeona kuna maeneo yamechafuka ama yamechafuliwa kwa makusudi na wananchi, na hii inaweza ikaipelekea labda ama kuona hii kwa makusudi ama kwa kujua ama kutokujua. Kwa hiyo ziara hii tumetoa elimu kwa wananchi juu ya masuala mazima ya umuhimu wa kusafisha huu mji, kuondosha vibanda ambavyo visivyokuwa rasmi, kuondosha wafanyabiashara ambao hawako kirasmi, pamoja na usafishaji wa mitaro. Ziara hii ni mojawapo ya hatua za Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha usafi na ulinzi wa miundombinu ya barabara unadumishwa sambamba na kuboresha miundombinu kwa wananchi na wageni wanaotembelea mji. Angel Paul, ASAM Online TV.